Alhamdulillah rabbil nasta'in wa ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Waheshimiwa mashehe mbalimbali na viongozi, wastahiwa kina mama, nimepewa fursa kuweza kusimama mbele yenu japokuwa sikuwa wa kuzungumza, na labda kwa heshima tu ya kundi hili almuslim akhu muslim, na kwa ada yetu kama kawaida, labda tupane nitasema faida ndogo tu, lakini huwa pia nawaambia kwa kutania kwamba faida bora tungeipata wakati kabla hata wajaandaa chakula. Lakini tayari naitwa watu washapakua na wengine wameshakula, watu wamefuturu ugali, wali mwingi, watu wamekula pasteki kwa wingi, tambi za sukari, chapati, kazi ipo. Nafikiri inshallah sherehe zijazo tujaribu tusichangi sana vyakula hivi, tupae vyakula ambavyo vitakuwa kidogo na virutubisho. Yale majani ambayo tulikuwa tunaacha ndio yangekuwa mengi sana, na hivi vimekaangwa vimepunguzwa, kwa sababu tuko hapa, tuko watu tofauti, miili tofauti, afya tofauti. Kwa hiyo tuweze kupendana, na katika meza zetu naona pameanza vinywaji vya sukari. Sidhani kama kiongozi wala almuslimu akhu muslim, miaka nenda miaka rudi, tunazungumza tunamchanangalia, nafikiri kwamba ni faraja sana kutia vitu twa rouge bordeaux na vert. Tia maji shekhe, tia maji yanatosha na ndo hai. Vitu tuna bei sana na sio muhimu sana. Wazee wangu naona wametutia, lakini hatuna faida katika maisha yao. Kwa hiyo waliponipa mic nizungumze dakika 2, hata walitaka nifikishe huyu ujumbe. Afya ni bora wazee wangu, mama zangu. Tunapowekeza katika mambo mbalimbali, tunatia mainite katika simu, tunatia essence katika gari, tunafikiria pia kuwekeza katika afya yetu. Hii afya tukiipoteza, hata hizi ibada tunazozitaka hatutazitekeleza kwa wakati. Hauwezi kusimama usiku kusali kama miguu tayari magoti yanauma, kiuno kinauma, mgongo unauma. Diabetes kishakuwa kali, imeshika macho yameziba, hautosoma Qur'an kwa kutizama ili uweze kuhifadhi. Kibofu cha mkojo kishakamatwa, hautabaki na udhu mara kwa mara, itakuwa kila mara uende haja ndogo ili mkojo kama unaweza kuuziwia uweze kuuziwia. Kwa hiyo mambo ni mengi sana. Kwa hiyo afya yetu tuitie sehemu kubwa sana, tufundishane, tusikatani tamaa, tupunguze mtani katika afya, kwa sababu moja tu, tutakapoumwa sisi katika mahospitali yetu, tuko miongoni mwa watu ambao wanateseka sana na kudhalilika sana katika hospitali, kwa sababu hatuna assurance maladie na hatuna pa kutekea. Kwa hiyo pesa zikishakuwa nyingi, itabidi mtafute Sheikh Sudi na Gange Khalid Mabeti ili waanze kuja kulipa faktiri. Sioni jamii ambayo itakuwa inalipiwa faktiri miaka nenda miaka rudi, miaka 50, miaka 100. Itafikia watu watachoka, na watu wengine watakuwa na uzito mkubwa sana wa kulipa faktiri mpaka maiti zinalipiwa. Kwa hiyo niombe Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tuwe waja wenye kusikia na kutekeleza, na tuwe waja wenye kuwa na afya njema, na Allah tujalie afya njema, na pia aweze kuibariki kundi hili na wanakundi, ili tuweze kufikia umoja na mshikamano katika maisha yetu. Naam, Eid mubarak. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.